Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachukua kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari. Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na jeshi la Ukraine la ripoti shambulio la ndege zisizo za rubani 100 za Urusi. Kundi la watu matajiri sana, Trump asema amepata mnunuzi wa TikTok. Boti ya humanoida ikijikwaa kwenye mechi ya kandanda. Israeli yaamuru kuondoka kwa watu kaskazini mwa Gaza, huku Trump akishinikiza kusitishwa kwa mapigano. Aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga laani wito wa kufyatuliwa risasi waandamanaji wanaokaribia polisi Kenya. Lazima Marekani ikomeshe mashambulio zaidi kabla ya mazungumzo mapya, waziri wa Iran asema. Naam, na tumai bweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mawimbi ya joto yameikumba sehemu kubwa ya bara Ulaya mwishoni mwa wiki iliyopita, huku mamlaka katika nchi nyingi ikitoa maonyo ya dharura wakati joto linaendelea kuongezeka na imeripotiwa kuwa limeanza kufikia rekodi mpya. Shirika la hali ya hewa la serikali ya Hispania limesema hali joto ilifikia nyuzi joto 46 siku ya Jumamosi katika kijiji cha Granado katika mkoa wa Huelva, Andalusia, kusini magharibi mwa taifa hilo, na kuna uwezekano wa kuweka rekodi ya Juni. Rekodi ya juu ya awali ilikuwa huko Sevilla mnamo mwaka 1965. Viwango vya tahadhari imetumika katika sehemu za Ureno, Italia na Croatia, na maonyo pia yametolewa nchini Ufaransa, Australia, Austria, Ubelgiji, Hungary, Serbia, Slovenia, Uswizi na nchi zingine. Wataalamu wanaonya kuwa matukio hayo ya hali mbaya ya hewa yanazidi kuwa ya mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa kwenye sayari. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 80 ametangaza nia yake ya kuwania muhula wa 7 wa urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Museveni amesema alikuwa ameonyesha nia ya kugombea nafasi ya mshika bendera ya rais na ana matumaini ya kukuza nchi hadi uchumi wa dola bilioni 500 katika miaka 5 ijayo. Hii inaweza kupanua utawala wake nchini Uganda hadi karibu nusu karne
ameitawala Uganda tangu mwaka 1986 alipochukua hatamu ya madaraka baada ya kuongoza vita vya msituni. Katika katiba imebadilishwa mara 2 wakati wa urais wake ili kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Hii imevutia ukosoaji wa upinzani kutoka kwa wanaharakati wa haki za wanasiasa na upinzani wanaokosoa kile wanachodai ni matumizi yake ya vikosi vya usalama na ufadhili kudumisha uwepo wake madarakani. Kiongozi wa upinzani wa Uganda Bobi Wine pia ametangaza azma yake ya kugombea urais kwa mara ya pili. Wine alishika nafasi ya pili katika uchaguzi uliopita mnamo mwaka 2021, lakini alikataa matokeo akidai uchaguzi huo ulikumbwa na wizi wa kura. Maafisa wa serikali na uchaguzi walikanusha shutuma hizo. Wine amekuwa akikosoa serikali ya Museveni mara kwa mara na pia ametoa wito kwa nchi za magharibi kwa kutoshutumu kile anachodai ni kuongezeka kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, mateso na utekaji nyara wa wafuasi wa maafisa wa upinzani. Nchi hiyo inatazamiwa kufanya uchaguzi wa urais mwakani mwezi Januari. Usiku wa kuamkia Jumatatu, Urusi imeshambulia Ukraine kwa ndege zisizo za rubani 107 za aina ya Shahid na ndege zisizo za rubani, huku lengo kuu likiwa ni Donetsk na eneo la Kharkiv, jeshi la anga la Ukraine limesema. Hapo awali mamlaka ya mkoa wa Kharkiv imeripoti shambulio kubwa la ndege zisizo za rubani. Hawakutoa maoni juu ya shambulio hilo la jeshi la Urusi. Kulingana na taarifa ya jeshi la anga, ndege zisizo za rubani 64 zilipigwa risasi, zingine 10 zilizuiliwa na kwa makombora ya kielektroniki au kupokea. Maeneo 15 yaliyopigwa na uchafu kutoka kwa ndege zisizo za rubani zilizoanguka katika maeneo mengine mawili, taarifa hiyo imesema. Siku moja kabla ya jeshi la anga imeripoti kushambulia silaha 537 droni za mashambulio ya anga pamoja na makombora ya ndege zisizo za rubani 477. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata mnunuzi wa mtandao wa kijamii wa TikTok. Kulingana na yeye, kuna kikundi cha watu matajiri sana walio tayari kununua jukwaa hilo, lakini hawakuwataja bado. Mauzo ya TikTok huenda yakahitajika idhini kutoka kwa mamlaka ya Uchina, amesema rais wa Uchina Xi Jinping. Trump amesema labda atafanya hivyo. Mnamo Aprili mwaka jana, bunge la Marekani lipitisha sheria inayoitaka kampuni ya Wachina ya ByteDance kuuza jukwaa lake la TikTok kwa kampuni ya Marekani. Vinginevyo mtandao wa kijamii ungezuiwa nchini Marekani kuanzia Januari mwaka huu, ukiwa tarehe 19. Wabunge wamesema kwa TikTok kwa ombi la mamlaka ya Uchina inaweza kuhamisha data kutoka kwa watumiaji wa Marekani kwenda kwa serikali ya Uchina, na kwa hivyo ni tisho kwa usalama wa taifa. Mtandao huo wa kijamii umekanusha uwezekano huu mara kwa mara. Huku rais wa Marekani Donald Trump akishinikiza kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, Israel imewafahamisha wakazi wa kaskazini mwa Gaza kuondoka eneo hilo kabla ya operesheni ya kijeshi. Huku operesheni ya kijeshi ya Israel ikipanuka kuelekea magharibi, wakazi wa mji wa Gaza na maeneo ya Jabalia waliamuriwa kuhamia kusini hadi eneo lile la Al-Mawasi. Wakati huo wizara ya afya ya umma inayodhibitiwa na Hamas imesema kuwa watu 86 wameuawa na mashambulio ya anga ya Israel kufikia adhuhuri ya Jumapili. Wazazi na watoto 3 waliouawa katika eneo la Al-Mawasi wamesema watoto hao waliuawa kwa kushambuliwa na makombora katika eneo linalojulikana kama kimbilio salama. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa ushindi dhidi ya Iran unatoa fursa ya kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wameshikiliwa huko Gaza. Netanyahu akizungumza tena kwa uwezekano wa Israel wa kupanua mikataba ya amani katika eneo hilo, akisema kuna fursa pana za kikanda zinazofunguliwa siku 3 tu baada ya kutoa matamshi sawa na hayo. Wakati haya yakijiri, jeshi la Israel ilitangaza kifo cha mmoja wa wanajeshi wake kaskazini mwa ukanda wa Gaza, kulingana na shirika la habari la AFP.
Wakati huo moja kwa moja ni kwamba tunapoelekea kwenye taarifa ni kwamba zingine ni kwamba Israel kwenye taifa la Israel ambapo katika hatua hiyo msikilizaji, ni kwamba taifa la Israel katika hatua hii ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea kati ya Washington na Tehran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, akikanusha ripoti kwamba serikali yake ilifikiria kuisaidia Iran kwa dola bilioni 30 kwa ajili ya mradi wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia. Hayo yaliyoshambuliwa ikimshutumu kwa kusaliti majukumu yake kwa kushindwa kulaani mashambulizi ya Marekani na Israeli. Wiki iliyopita wabunge wa Iran walipiga kura kusitisha ushirikiano na IAEA, hali iliyozua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Nchi tatu za Ulaya, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zimejitokeza hadharani kulaani vitisho dhidi ya Grossi na kusisitiza kuunga mkono kazi za shirika hilo. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani alikanusha kuwepo kwa vitisho vyovyote dhidi ya wakaguzi wa nyuklia, akiambia televisheni ya CBS kwamba wapo katika hali salama ingawa kazi yao imesimamishwa. Katika hatua nyingine, Iran imetangaza idadi ya watu waliouawa katika shambulio la Israeli dhidi ya gereza la Irvin Juni 23, akiwemo mwendesha mashtaka mkuu Ali Ghabatkar. Ikimnukuu msemaji wa idara ya mahakama Asghar Jahangir, televisheni ya taifa ya Iran imesema, msemaji wa mahakama amesema hadi sasa watu 71 wameuawa katika shambulio la Wazayuni dhidi ya gereza la Evin. Bwana Jahangir ameongeza kuwa mbali na maafisa wa gereza, mashahidi walijumuisha askari, wafungwa na familia zao. Majirani wa gereza pia wameathirika vibaya. Katika kile kinachoonekana kuongezeko la mvutano wa kidini na kisiasa, kiongozi mashuhuri Ayatollah Nasser Makarem Shiraz alitoa tamko la kidini akisema kutishia maisha ya kiongozi mkuu wa Iran ni dhambi inayostahili adhabu ya kifo. Tamko hilo lilifuatia kauli ya Trump kwamba Khamenei ni mlengwa rahisi, ingawa bado hawajaamua kumshughulikia. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Urusi imefanya mashambulio yake makubwa zaidi ya anga dhidi ya Ukraine tangu vita vilipoanza, hali iliyodhihirisha ongezeko hatari la mzozo huu ambao sasa unaingia mwaka wake wa 4. Maafisa wa Ukraine wamedhibitisha kuwa Moscow ilifanya jumla ya mashambulio 537 ya angani usiku kucha, yakiwemo ya droni na makombora katika wimbi la uharibifu lililolenga maeneo ya kijeshi na ya kiraia. Na 226 ziliharibiwa, yumkini kupitia mfumo wa kuzipoteza kwa mawimbi ya kielektroniki. Silaha zilizobaki zilisababisha uharibifu mkubwa, baadhi zikilenga miundombinu muhimu. Kiwango na uratibu wa mashambulizi hayo vinaashiria kuongezeka kwa kampeni ya Urusi na kuonesha dhahiri kuwa Kremlin haina nia ya kupunguza mashambulizi. Katika kujibu mashambulizi hayo, mamlaka za Ukraine zimethibitisha kuwa rubani mmoja wa ndege aina ya F-16 kutoka Marekani aliuawa alipokuwa akifanya mashambulizi ya ulipaji kisasi. Kifo cha rubani huyo kimekuwa ishara ya utegemezi unaokuwa wa Ukraine kwa msaada wa kijeshi kutoka magharibi na gharama kubwa ya kibinadamu inayolipwa wakati Moscow inaongeza mashambulizi yake ya usiku. Waziri mpya wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful aliwasili Kiev mapema Jumatatu kwa ziara ya kushtukiza ya kwanza tangu achukue wadhifa huo, akiwa amesafiri kwa treni pamoja na wawakilishi wa sekta ya silaha ya Ujerumani. Ziara ya Vadeful ilikuwa na lengo la kuthibitisha tena dhamira ya Berlin ya kuunga mkono Ukraine kijeshi na kidiplomasia. Sababu za kiusalama zilifanya safari hiyo iwe siri hadi alipowasili. Akiwa Kiev, Vadeful alitoa kauli kali kuhusu nia za Urusi, akisema kuwa Rais Vladimir Putin anataka Ukraine ijisalimishe kabisa.
Alilaani mashambulizi yanayoendelea kutoka Urusi na akaahidi kuendeleza msaada wa kijeshi kutoka Ujerumani, ikiwemo usafirishaji wa silaha na msaada wa vifaa kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa Ukraine. Ningependa kusisitiza dhamira ya serikali ya Ujerumani kuendelea kuisaidia Ukraine. Nchi hii kwa sasa inakumbwa na mashambulizi mabaya. Putin anaonekana kutumia hali ya mwelekeo wa dunia kuelekea Mashariki ya Kati kuendeleza vita vyake hapa ambavyo vinaendelea kukiuka sheria za kimataifa. Hatupaswi kumruhusu kufanya hivyo. Wakati huo Urusi imedai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua droni 16 kutoka Ukraine usiku huo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alizungumzia matarajio ya mazungumzo ya amani, akisisitiza kuwa kasi ya mazungumzo inategemea utayari wa Kiev kushiriki, ufanisi wa upatanishi wa Marekani na hali ya kijeshi ilivyo uwanjani. Peskov alisisitiza kuwa Urusi haitolazimishwa kuingia kwenye mazungumzo kwa vitisho au shinikizo la nje. DW tunavuma kwa Matangazo yanakuja mbashara moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tunakusihi ujiunge nasi rasmi kwa kubonyeza subscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Radio Fortune Africa, au kutufuatilia aidha kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa kubonyeza follow na uweze kuwa wa kwanza kupokea matangazo yetu. Tufuatilie pia kwenye Instagram na TikTok. Usisahau kubonyeza like na share. Tembelea pia tovuti yetu ya cantona.digital uweze kupokea habari zaidi. Kwa vikwazo vya kibiashara. Waandaaji wenza wa kongamano hilo, Umoja wa Mataifa na Uhispania, wanaamini kwamba linatoa fursa ya kurekebisha mporomoko huo, kuziba pengo la dola trilioni 4 katika ufadhili wa maendeleo, kuwatoa milioni ya watu kutoka umasikini na kusaidia kufanikisha malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2030. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed alisema wiki iliyopita kwamba licha ya vimbunga na mitafaruku mikubwa kwenye siasa za kilimwengu, bado kuna matumaini kwamba ulimwengu unaweza kulishughulikia suala hilo ambalo ni mojawapo ya changamoto kubwa kabisa zinazokabili, na kuhakikishia watu wote fursa ya kupata chakula, huduma za afya, elimu na maji. Balozi wa Hispania kwenye Umoja wa Mataifa Hector Gomez Hernandez alisema kongamano hilo ni wito unaotaka hatua zichukuliwe haraka, akisisitiza kwamba dunia inayo fursa ya kipekee kutuma ujumbe mkali wa kulinda ahadi ya jumuiya ya kimataifa ya kuwa na ulimwengu wenye ushirikiano pamoja baina ya nchi mbalimbali. Viongozi wa ngazi za juu wakiwa marais na mawaziri wakuu 70 wanakutana mjini Seville pamoja na maelfu ya wafanyabiashara na wawekezaji wa kimataifa, wakuu wa mabenki, mashirika ya kibinadamu, sekta binafsi na asasi za kijamii. Hata hivyo, kwenye kikao cha mwisho cha matayarisho ya kongamano hilo kilichofanyika mnamo Juni 17, Marekani ilikataa hati yenye kurasa 38 ambayo ilitokana na mazungumzo ya miezi kadhaa kati ya mataifa 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa, na badala yake Washington ikatangaza kujiondoa kabisa kwenye mchakato huo na kwenye kongamano hilo la Seville. Mataifa yaliyosalia yaliidhinisha hati hiyo kwa pamoja na kuituma mjini Seville, ambako inatazamiwa kupitishwa na washiriki wa kongamano hilo linaloanza leo kwa jina la Ahadi ya Seville. Hati hiyo inasema kwamba viongozi na wawakilishi wa ngazi za juu wameamua kuzindua mpango wa mageuzi na hatua za kuziba pengo la ufadhili wa maendeleo kwa haraka, ambalo kwa sasa ni dola trilioni 4 kwa mwaka. Miongoni mwa mapendekezo yanayozungumziwa ni kuwepo kwa kiwango cha chini cha kodi ya mapato cha 15%, kuongeza uwezo wa ukopaji kwenye benki za maendeleo kwa zaidi ya mara 3, na kuharakisha ufadhili wa sekta binafsi kwa kuzipa nyenzo kwa ajili ya uwekezaji katika maeneo muhimu kama vile miundombinu. Ni kongamano ambalo namna hilo linang'oa nanga katika jiji ama nchi ya Uhispania, ambapo katika jiji lile la Sevilla, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC inaadhimisha miaka 65 ya uhuru wake leo Jumatatu Juni 30. Kumbukumbu hiyo inafanyika wakati ambapo baadhi ya maeneo ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini
mashariki mwa Kongo yakiwa chini ya waasi wa AFC na M23. Aidha, maadhimisho hayo yanajiri wakati huu ambapo wanatafuta amani zikiendelea huko Marekani na Doha nchini Qatar. Lakini mwaka huu sherehe hiyo haikuwa kwenye mpango wake. Siwezi kusherekea kwa sasa kwa sababu sijaona kama tuko katika uhuru. Tunaishi katika vita, mizozo ya kila siku, nchi imegawanyika. Suluhisho ni kusema kwamba Wakongomani tuache kushawishiwa na nchi zingine za kigeni kwa kutuchezea ili tugandamize wa ndugu zetu wa Kongomani. Kwa fursa ya siku hii ya kuadhimisha miaka 65 ya uhuru wa Kongo, meya wa Washington DC huko nchini Marekani, Muriel Bosa, aliitangaza siku hii kuwa siku ya raia wa Marekani wenye asili ya Kongo, akisifu michango ya watu wa asili ya Kongo kwa vikosi vya jeshi, huduma za jamii, elimu, ujasiriamali, huduma za afya, muziki, sanaa na maeneo mengine ambayo amesema yanaboresha sana utamaduni na uchumi wa Marekani, hasa katika wilaya ya Columbia na hata ulimwenguni. Hatua hii imetangazwa siku moja baada ya kusainiwa huko Washington kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya uangalizi wa Marekani. Makubaliano hayo yanalenga kumaliza mzozo wa kivita ambao umekuwa ukihatarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili za Afrika kwa takriban miongo mitatu. Licha ya hayo, baadhi ya Wakongo wanasalia na mashaka kwamba makubaliano hayo hayako wazi kabisa kumaliza vita. Zola Mudagi ni mkazi wa Bukavu, anapendekeza kufanyika kwa mkutano mwingine wa kimataifa ili kusuluhisha suala la Kongo mara moja. Ile makubaliano ni ya kuzubalisha wananchi wa Kongomani. Umoja wa Mataifa bao wanajua ile siri. Wale waongozi wote wa mainchi za Ulaya na za Amerika bafike Mkongo, baikale batuambie nini ndio wanafuataka. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo, Therese Kaikwamba Wagner, alifafanua kwamba makubaliano yaliyotiwa saini Ijumaa mjini Washington kati ya Kongo na Rwanda yanaangazia amani mashariki mwa Kongo na kwa vyovyote vile sio uuzaji wa rasilimali za madini za Kongo. Mwenzake wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesisitiza kutokomeza waasi wa Rwanda FDLR wanaojificha mashariki mwa Kongo ili Rwanda iondoe hatua zake za ulinzi Kongo. Pia alibainisha kuwa ni mchakato wa Doha utakaowezesha kutatua tatizo kati ya serikali ya Kongo na AFCM 23. Mitima de la Chon. Ndio hali ambayo inajitokeza. Unasikia kwamba kule Mdaki anazungumza, anasema Waikale. Huyo anazungumza Kimaragoli cha magharibi mwa taifa la Kenya. Hata jina lake tu Mdaki ni la magharibi mwa taifa la Kenya kwa jamii ya Wamaragoli. Kwa hivyo ni taarifa ya habari pote pale ulipo msikilizaji, mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo tutakuwa na tupia jicho kuangazia hilo kwamba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, ambapo vile matangazo haya yanakujia mbashara, yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Na kusi ujiunge nasi rasmi kwa kubonyeza subscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube, ambapo utapata pale Radio Fortune Africa. Aidha kuwa mfuatiliaji wetu rasmi kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa kubonyeza follow. Tufuatilie pia kwenye Instagram na TikTok. Usisahau kubonyeza like na share. Tembelea pia tovuti yetu ya Radio Fortune Africa, vile vile cantona.digital, ili uweze kupokea matangazo yetu mbashara yanapokujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Moja kwa moja ni kwamba tunakuomba msikilizaji, Simana Kitu kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.
iwapo basi unaungana nasi msikilizaji, ni kwamba habari kuu ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump asema hakuna mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Urusi yaendelea kuchukua udhibiti wa maeneo nchini Ukraine. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yaadhimisha miaka 65 ya uhuru wake, lakini huku ikigubikwa na machafuko ya kisiasa. Naposoma maoni yako, alafu baadaye tuelekee mapumzikoni upokee makala saa 7 leo mchana. Ni kwamba Kasuku Mansuli anasema Kasuka pale hivi Mansuli Mabula pale hivi Nzega Tabora Tanzania, machafuko ya nini huko Kenya? Paulo Mali ya pale hivi anasema Maiya pale hivi, kwa nini kila ikikaribia uchaguzi wa pinzani lazima wafukwe kwa kweli kwa kesi zisizo za mshiko? Kayuni pale hivi Rashid anasema Radio 14 Africa, asante sana kwa matangazo yenu kubwa, mnakuja kwa kasi kubwa, tunashukuru na karibu Kayuni. Davi Kamio anasema kwa hiyo anaendelea alipoishia. Zungumzia swali la Israeli yaendelea mashambulio Gaza licha ya mito ya usitishwaji wa mapigano. Afrika Choka anasema ili Mashariki ya Kati iweze kuwa na amani ni lazima Israeli ipotee kwenye uso wa dunia. Maoni yake hayo. Mimi vile vile naweza kuuliza, unadhani hilo ndio suluhisho? Tuombe amani idumu. Dickson Meli anasema amani Mashariki ya Kati ni hadi mpaka ugaidi utokomezwe. Ndiona Isaya anasema ugaidi upi zaidi ya ule unaofanywa na Israel? Hata raia wanaoenda kuchukua misaada wanamiminiwa risasi. Yale ambayo yanajitokeza katika kule kujadili, ambapo naona katika tuwe msikilizaji nazidi kusonga mbele katika habari zingine, ambapo Urusi yaendelea kuchukua udhibiti wa maeneo ya Ukraine. Hapo kale pale Mkoma anasema vita mpaka lini jamani? Watoto wote wanaangamia, wazee kina mama taabu tupu, kwa nini? Lakini nipo hapa Ujerumani, Shelui Singida pale hivi azungumza pale hivi wakati kwa Jafari pale hivi Ndikurio pale hivi, mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Russia yanahitajika. Fadhili Kiembe pale hivi nasubiri vita imalizike nije niwe saidie fundi. Anazungumza pale maoni yake hayo. DJ pale hivi Shukuru Musai anasema kwa mjini Butembo pale hivi maeneo ya Katwa pale hivi DRC Congo, silaha zinatengenezwa na kuboreshwa kwa ajili ya kuua binadamu na si wanyama. Watu mataifa yanayoongozwa kuhubiri amani duniani na kutunga sheria wanazoziita kimataifa ndo yanahitajika kwa biashara hizo za ndizo chanzo cha migogoro na uasi katika mataifa mengine, lakini kwao amani tu. David KCA pale Mwagoi anasema Urusi tafadhali kaini meza moja na Ukraine malize mgogoro huu wa muda mrefu, kwa sababu watu wengi wamepoteza maisha na kupoteza makazi yao. Maneti Magongo Kiona anasema Wairika pale Burundi, itakuwa jambo jema sana kama amani itarejea huko Ukraine. Endelea kutuma maoni yako kwa tuandikia barua pepe radio14africa@gmail.com, na kote kote ambapo unaweza kutuandikia ujumbe tutakuwa radhi kuweza kusoma. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa.